Majina naitwa Damia Mikaya, mkuu wa wilaya ya Kigamboni. Leo tarehe 20 ya mwezi huu wa kwanza tumekuwa na siku nzuri sana. Nimefanya ziara katika shule zetu za msingi na sekondari. Lengo la ziara hii ni kuhakikisha kwamba tunakuja kukagua hali ya mapokezi ya wanafunzi katika shule zetu. Sote tunafahamu kwamba tarehe 13 ya mwezi huu wa kwanza shule zetu zote zilifunguliwa, za msingi na za sekondari. Kwa hiyo leo nimefanya ziara ya kukagua hali ya mapokezi ya wanafunzi katika shule zetu zote za sekondari na za msingi. Na lengo kuu ni kuhakikisha kwamba kuona hali ya wanafunzi kwenye mashule ipoje, hali ya miundombinu, lakini pamoja na mapokezi ya wanafunzi wale ambao wameripoti na wale ambao bado hawajaripoti katika shule zetu. Tumetembelea shule kama 5 na kukagua miundombinu. Kama utavyoona nyuma yetu hapa, yapo madawati ambayo tayari yameanza kutengenezwa. Na nitumie nafasi hii kipekee kabisa kumpongeza mkurugenzi wetu wa manispaa ya Kigamboni. Katika mwaka huu wa fedha 25/26 ameweza kutenga pesa shilingi milioni 240 kwa ajili ya kutengeneza madawati 3000. Kwa hiyo kiufupi tu niseme kwamba kwa wilaya ya Kigamboni mapokezi ya wanafunzi wa kidato cha kwanza mpaka sasa kwa upande wa miundombinu hatuna changamoto. Hatuna changamoto kwa sababu tayari madawati yameshaanza kutengenezwa, madawati 3000, na mpaka sasa anapoongea madawati 1000 tayari yamekamilika. Ni wito wangu kwa wazazi kuhakikisha kwamba pamoja na kazi kubwa iliyofanywa na serikali kuhakikisha kwamba wanafunzi wanaripoti mashuleni, kuhakikisha mazingira bora, lakini pia hakuna ada ambayo inatolewa kwa wazazi. Sasa ni jambo la kushangaza kuona kwamba hawa wanafunzi wako wapi mpaka sasa hivi. Kwa hivyo nitoe wito wangu na maelekezo kwa wazazi wote ambao watasikia wito huu, wanafunzi waripoti shuleni kwa wakati ili tuweze kwenda sawa na silabasi za wenzetu. Ukiangalia wanafunzi wengi wamekuwa na desturi ya kuripoti shuleni kipindi cha deadline. Kwa mfano, tarehe 31 mwezi wa 3 ni mwisho wa kuripoti kwa wanafunzi, lakini utashangaa mpaka sasa wapo ambao bado hawajaripoti. Sasa unajiuliza wanafunzi hao wako wapi? Kwa hivyo niendelee kutoa wito wangu kwamba wazazi wote tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba wanafunzi wanaripoti mashuleni kwa wakati, na mimi mkuu wa wilaya pamoja na timu yangu tutafuatilia na kujua kila mmoja yuko wapi kuanzia sasa, ili wanafunzi hao waripoti mashuleni, wasome kwa wakati, waendane sawa na wenzao, wasiachwe nyuma. Lengo, tunataka elimu bora, tunataka wanafunzi wetu wafaulu na waendane sawa na wenzao ili tuweze kupata matokeo mazuri. Lakini mwisho kabisa niwapongeze walimu kwa kazi kubwa wanayoifanya. Tumepita kwenye shule zetu, tumeona kwa mfano shule ya Kibeti, tumeona ni shule nzuri ambayo hata mwaka jana katika matokeo wameongoza kwa advance, wamekuwa wa kwanza kimkoa. Kwa hiyo niendelee kutoa wito kwa walimu wetu kuendelea kuongeza jitihada na kuwajengea wanafunzi wetu mazingira bora ya kusoma ili tuendelee kuwa na elimu bora ndani ya nchi yetu ya Tanzania na ndani ya wilaya yetu ya Kigamboni. Mwalimu Fatuma Salazo, afisa elimu sekondari manispaa ya Kigamboni. Ningependa kuzungumzia kwa ufupi yale ya ripoti ya kidato cha kwanza. Kwanza, wanafunzi waliochaguliwa kujiunga kwetu ni 5795 na mpaka kufikia siku ya leo tarehe 20 wamesha ripoti wanafunzi 3516 ambao ni sawa na 62%. Hadi sasa bado wanafunzi 2030 ndio ambao hawajaripoti, na wenyewe tunatarajia mpaka ifikapo Ijumaa watakuwa wameripoti kwa wingi. Lakini kama unavyoona tumefika hapa, hii ni shule ya sekondari ya Mjumbe, lakini pia hii ni karakana ambayo tunaendelea kuitumia katika kuboresha miundombinu ya kupokelea kidato cha kwanza. Hapa tunatengeneza jumla ya madawati 3000 kwa ajili ya mapokezi ya kidato cha kwanza na kazi inaendelea. Na katika mkataba wetu mpaka ifikapo siku ya Ijumaa tutakuwa tumeshakamilisha madawati 1000 ambao tunasema ndo viti na meza. Kwa manispaa ya Kigamboni tunamshukuru Mwenyezi Mungu, hali ya miundombinu kwa kweli inatosheleza. Kwa upande wa madarasa sisi tumekuwa na madarasa hadi zaidi, kwamba yale ambayo yalikuwa yanahitajika 109 lakini tulikuwa na madarasa mengi zaidi. Kwa hiyo hatukuwa na tatizo la madarasa, ila kwa upande wa viti na meza tulikuwa tuna changamoto hiyo, na ndipo pale ambapo manispaa yetu ilipoamua kutumia fedha za mapato ya ndani kuweza kuboresha miundombinu kwa ajili ya mapokezi hayo. Kwa hiyo bado tunamshukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya Kigamboni
pamoja na mkurugenzi wetu wa manispaa ya Kigamboni kwa ushirikiano wao kwa pamoja, kwa kuona kwamba kuna kila hali ya kuweza kuboresha miundombinu kwa ajili ya mapokezi ya kidato cha kwanza kwa mwaka 2026.